nafasi basi ningekusimulia hadithi ya mapenzi kati ya Romeo na Juliet, lakini nimepata nafasi nyingine ya kusimulia kuhusu Maskani Cup season 3 ambayo leo hii ilikuwa ni mtifuano wa kundi D, kwa maana ya kundi dada ambalo limewakutanisha Pwani Warriors dhidi ya Mdaula United, lakini ngoma ikaenda pacha kwa moja, kwa maana ya Pwani Warriors moja, lakini pia kwa Mdaula moja. Nimepata nafasi pia ya kuzungumza na Ramadhan Adam, head coach wa Mdaula United. Mwalimu, ulikuwa na wakati mzuri hasa dakika 45 za kipindi cha kwanza, lakini 45 za kipindi cha pili ni kama nyota wako waliwaka zaidi. Siri hasa ya hili ilikuwa wapi? Ni mchezo tu wa mpira. Kwenye mpira lolote linaweza likatokea. Unaweza ukashinda, ukadraw au ukafungwa. Kwenye mpira lolote linaweza likatokea. Lakini pasi na shaka ulikuwa na nafasi ya kufanya vizuri zaidi ya hiki ambacho kimetokea leo hii, na ni kama nyota wako hawakuwa na sema ule umachua katika eneo la mwisho. Huenda kulikuwa kuna shida ya miscommunication kwenye hilo? Hapana. Kulikuwa hakuna shida. Sema tatizo pale ni sehemu ya mwisho tu, wote wameenda kukaba mtu mmoja watu wawili, ni communication pale walikosa, kama tumefungwa goli rahisi kama lile. Cha mwisho ambacho unaweza kueleza mashabiki wa Mdaula United ambao ilipo Mdaula United wenyewe lazima wafike? Wasikate tamaa na timu yao. Timu ni nzuri, timu inafanya vizuri makubwa. Leo tumepata sare, inshallah mechi ijayo tutashinda. Mwalimu, asante. Shukrani. Ni maneno ya Ramadhan Adam, head coach wa Mdaula United, akisema hivyo. Lakini pia tuko na ambaye alipata nafasi katika 45 za kipindi cha kwanza, lakini sivyo kwa bahati ukatolewa katika 45 za kipindi cha pili. Hussein, mmepata pointi moja leo hii badala ya 3. Hili lina maana gani kwenu? Kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa timu zote mbili, tumecheza vizuri. Wote tumetoka salama, hakuna mtu yote aliyeumia baina yetu. Kikubwa kwamba tunashukuru Mungu, pointi moja na si haba, japo si lengo letu. Kwa tunajipanga zaidi kwa sababu kitu kilichotufelisha ni tuna vijana wengi sana. Yaani vijana wengi tunataka wacheze mpira. Mechi ya kwanza hii wamecheza, watapata uzoefu. Kama sisi tulivyorisishwa, basi nao mdogo watakuja, tutapata Mdaula United ndio tunaitaka sisi. Sure. Yeah. Kila la heri Hussein. Asante sana. Yes, ni Hussein Mtongo, lakini kwa sasa pia ninaye Abdul Siaba Mavugo katika eneo la ulinzi wa kushoto. Bila shaka makusudi alikuwa ni pointi 3, lakini ikapatikana moja, si haba, na huu ni mchezo wenu wa kwanza kama captain, kama nyota ambaye umeminiwa kupewa si katika eneo lako la kushoto. Hii ina maana gani kwenu? Kwanza napenda kumpongeza kocha wangu Idi Suleiman Mgomba kwa kutupa hamasa kwenye mchezo huu. Ni hivyo. Kinachoonekana ni kwamba timu yenu ina vijana wengi, hasa wewe ukiongoza vijana wenzio, na unadhani kiu hasa ya mwalimu iko wapi mpaka kuwachezesha vijana wengi kwa kiasi hiki? Ni game plan ya mwalimu, kwa sababu nje pale kulikuwa kuna watu, ila tumeona Mdaula nao wana damu changa, ndio tumecheza hivyo. Tunamshukuru Mungu. Mashabiki wa Pwani Warriors wako hapa na wanataka kusikia neno kutoka kwako kapteni. Wajae mechi ijayo, na imani tutapata pointi 3 na kuendeleza vizuri katika mechi ijayo. Kwa ni uhakika? Ni uhakika. Bila kuchoka? Sahihi. Asante Abdul. Asante sana. Rangu jina ni Nasri Matingi Samzia Waradha. Nyuma ya kamera ni mikono salama Evans Felix pamoja na Omar Kibodo. See you next time. Bye bye.